Hatimaye chama upinzani kinachoongozwa na Tundu Antipas Lissu kupitia naibu mwenyekiti wake John Wegesa Heche kimeweza kujibu maoni ya Samia Suluhu na serikali yake ambayo waliweza kuyatoa jana kuhusiana na ripoti ya ushahidi wa mauaji ya kikatili yaliyofanyika ndani ya kituo cha kimataifa cha habari cha CNN kuhusu maandamano ya tarehe 29 Oktoba Tanzania. Kabla ni kuonyeshe jibu la Chadema ambayo inaongozwa na Tundu Lissu na John Heche, ningependa ni kuonyeshe maoni ambayo serikali iliweza kuyatoa baada ya ushahidi wa CNN kuonyesha vikosi vya usalama vikiweza kushiriki katika mauaji ya kikatili katika maandamano ya Tanzania mnamo Oktoba. Katika ripoti yao ya serikali kupitia msemaji wa serikali na Wizara ya Habari na Utamaduni na Sanaa na Michezo nchini Tanzania ilichapisha bango kubwa sana ambalo nikinukuu liliandikwa hivi: taarifa kwa umma. Mnamo Novemba tarehe 21, serikali imefuatilia makala iliyochapishwa muda mfupi uliopita na chombo cha habari cha CNN kuhusu matukio ya tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 na siku zilizofuata. Tunachambua na kuhakiki maudhui yaliyomo katika makala hiyo na tamko la serikali litakuja baada ya kukamilika kwa uhakiki huo. Serikali iliweza kutoa chapisho hili ilikiweza kutuma ujumbe kwa raia wote wa Tanzania, lakini jambo moja ambalo walikuwa hawajui, wameweza kuamsha moto mkali kati yao na chama upinzani cha Chadema. Sasa tukielekea moja kwa moja katika jibu la Chadema ambayo inaongozwa na Tundu Lissu kupitia naibu mwenyekiti John Heche ameweza kutuma habari mbaya kwa Samia Suluhu Hassan na serikali yake na kuzua dhoruba mpya ya kisiasa baada ya naibu mwenyekiti huyo wa Chadema kutoa taarifa hii nzito kwenye akaunti yake ya X almaarufu Twitter, akikosoa majibu haya ya serikali kuhusu kipengele cha uchunguzi cha CNN kuhusu matukio ya mauaji ya Oktoba tarehe 29 na siku zilizofuata. Katika ujumbe wake, John Heche alishutumu serikali ya Samia Suluhu kwa kukwepa na kupuuza madai mazito ambayo yamevuta hisia za kiulimwengu na kuweza kujidai ya kwamba wanafanya uthibitishaji na uhakiki. John Heche ameweza kutuma taarifa hizi mbaya kwa serikali ya Samia Suluhu Hassan ambayo ilikuja muda mfupi baada ya Wizara ya Habari na Utamaduni na Sanaa na Michezo kutoa mawasiliano rasmi kupitia kwa katibu mkuu wake Jason Msigwa na kusema kuwa serikali bado inachunguza na kuchambua na kuhakiki maudhui hayo yaliyochapishwa na CNN. Najua unasubiri ni kuonyeshe ripoti ama jibu lake John Heche. Kama unavyotazama kwenye screen yako kupitia mtandao wake wa X zamani ukijulikana kama Twitter, John Heche aliweza kuandika hivi: bajeti ya CNN ya utafiti Investigative Journalism Digital Investigation na kuhakiki na kuchunguza ukweli wa mambo kwa mwaka ni dola bilioni 3.9 ambayo ni sawa na pesa taslimu za Tanzania trilioni 10. Amesema hii ni bajeti karibia ya wizara 14 hapa Tanzania. Hizo pesa mkipewa mnaiba mpaka mchanganyikiwe. Alafu wewe Grishon unasema utawajibu. Unajibu nini sasa? Kwamba hamjaua watu? Mtazamaji, hayo si matamshi yangu na mnukuu John Heche alivyoandika katika barua yake kama unavyotazama kwenye screen yako. Heche kupeleka habari hizi mbaya kwa Samia Suluhu kulionyesha kuchanganyikiwa kwa viongozi wa upinzani na wananchi wengi ambao waliona maelezo ya serikali hayana uwazi. Kulingana na John Heche, alisisitiza kuwa madai ya serikali ya kupitia na kudhibitisha na kuhakiki ripoti ya CNN hayakuwa ya kutosha, hasa kwa kuzingatia hadhi ya kimataifa ya shirika ama chombo hicho cha habari ambacho kinahusika. Kama tulivyoona katika barua hiyo ya John Heche, alidai kuwa uwezo wa kifedha wa CNN kwa uchunguzi wa kidijitali, utafiti wa nyanjani, udhibitishaji wa data na ukweli na kuangalia ukweli zaidi unazidi kwa mbali ule wa wizara nyingi nchini Tanzania kwa pamoja. Ujumbe wake kwa serikali ya Samia Suluhu ulisisitiza kwa tofauti hii inafanya iwe vigumu sana kwa serikali kuipuuza ripoti hiyo ya CNN. John Heche alirejelea ripoti ya bajeti ya uchunguzi ya CNN inakaribia dola bilioni 3.9 za Marekani au karibu shilingi trilioni 10 za Tanzania, kama ushahidi kwamba shirika hilo linafanya kazi kwa kina na kwa ukali usio na kifani. Hoja hii ya John Heche ilikuwa sehemu kubwa ya ujumbe wake kwa serikali ya Samia Suluhu, ambapo alihoji jinsi gani nchi yenye rasilimali chache inaweza kupinga kwa ufanisi matokeo yaliyotolewa na taasisi kubwa aina hiyo yenye ufadhili mkubwa duniani. Wakati
Wakati ujumbe wake John Heche kutoka Chadema kwa serikali ya Samia Suluhu ukiendelea kusambaa mtandaoni leo, John Heche alihoji mantiki ya kudai kuchunguza na kudhibitisha matokeo kutoka kwa chombo ambacho kazi yake ilihusisha teknolojia ya hali ya juu, uchambuzi wa data za satellite, mahojiano na walionusurika na nyaraka nyingi nchini. Alidai kuwa kujibu bila ushahidi wa kutosha kutazidisha hali ya kutoaminiana kwa umma. Ujumbe wa John Heche kwa serikali ya Samia Suluhu pia ulikuwa na swali la kejeli la uchochezi. Mamlaka ingesema nini hasa katika majibu yao? Alipendekeza kuwa suala hilo kuhusu uwajibikaji kwa wahasiriwa walioripotiwa wakati wa machafuko ya Oktoba. Alipendekeza kwamba jaribio lolote la kukataa kuwajibika lingekabiliwa na kutoamini kwa watu wengi ndani na kimataifa. Matamshi ya kiongozi huyo wa upinzani yalichochea mjadala mkubwa katika mtandao wa kijamii, ambapo watumiaji wengi waliongeza ujumbe wake kwa serikali ya Samia Suluhu Hassan na kutaka utawala huo kukabiliana na tuhuma hizo moja kwa moja. Watoa maoni wa mtandaoni walidai kuwa kuepuka uwazi kungeimarisha tu dhana kwamba serikali ilikuwa inajaribu kujikinga na kuchunguzwa. Baadhi ya wafuasi wa serikali walitetea utawala, wakisema ni muhimu kwa maafisa kufanya ukaguzi wao wenyewe kabla ya kutoa maoni yoyote rasmi. Lakini ujumbe wa John Heche kwa serikali ya Samia Suluhu ulipinga msimamo huu na kudai kwamba ucheleweshwaji unaweza kuonekana kama njia ya kimkakati badala ya utaratibu, haswa wakati suala hilo linahusisha tuhuma za vurugu za serikali. Wakati shinikizo likiongezeka mtandaoni, ujumbe wa Heche kwa serikali ya Samia Suluhu umekuwa kitovu cha wananchi wanaodai ukweli na haki kuhusu kile kilichotokea wakati wa machafuko na maandamano ya Oktoba tarehe 29. Uangalizi wa kimataifa pia wameingia kwenye mazungumzo, huku mashirika kadhaa ya haki za binadamu yakifuatilia kwa karibu maendeleo. Ujumbe wa John Heche kwa serikali ya Samia Suluhu unasisitiza umuhimu wa nchi kudhihirisha dhamira yake ya uwazi, hasa wakati huu ambapo tahadhari ya kimataifa bado imeelekezwa kwa Tanzania. Ndani ya mazingira ya kisiasa ya Tanzania, ujumbe wa John Heche kwa serikali ya Samia unatafsiriwa kama jaribio la makusudi la kusukuma utawala kutoa maelezo ya uhakika ya matokeo ya Oktoba. Wapinzani wanahoji kuwa kutojibu kwa udhabiti kunaweza kuharibu sifa ya nchi na kudhoofisha uwajibikaji wa kidemokrasia. Wakati huo huo, Watanzania kote nchini wanaendelea kujadili suala hilo kwa umakini. Wengi wanasema ujumbe wa Heche kwa serikali ya Samia Suluhu unasikika kwa sababu unaonyesha masikitiko ambayo yamekuwa yakijitokeza tangu maandamano hayo, ikiwa ni pamoja na wasiwasi kuhusu nguvu nyingi, uhuru uliowekewa vikwazo na maswali yasiyo na majibu kuhusu majeruhi. Kadiri siku zinavyosonga nchini Tanzania bila taarifa ya kina kutoka kwa serikali, matarajio yanaongezeka. Wachambuzi wa mambo mtandaoni wanaamini kuwa ujumbe huu wa Heche kwa serikali ya Samia umeweka pembeni mamlaka na hivyo kujenga hali ambapo majibu yoyote lazima yawe ya kina na yenye ushahidi ili kuepusha mabishano zaidi. Chochote kidogo, wanaonya, kingeongeza mashaka ya umma nchini. Mtazamaji, ni hayo tu ambayo nimekuandalia katika taarifa ama ripoti hizi kuhusiana na John Heche wa Chadema na ujumbe wake kwa serikali ya Samia Suluhu kuhusiana na ushahidi wa mauaji uliotolewa katika kituo cha kimataifa cha habari cha CNN. Ningependa unijuze maoni yako, vile like video hii kisha subscribe, alafu bonyeza alama kengele chini ya video hii upande wa kulia. Ukifanya hivyo, kila siku utakuwa kwanza kupata habari ama ripoti zetu. Gusa kiboksi hicho kwenye screen yako, alafu kitakuelekeza katika taarifa ama habari zetu mpya ama habari zaidi kuhusiana na swala hili.